Utafutaji wetu unahitaji dua nyingi sana ili zitukinge na mabaya. Tunayoombewa na walimwengu yatufike ni mengi kuliko heri tunayoitaraji. Nikoi TV. Habari Tanzania, Afrika na ulimwengu mzima kwa ujumla. Sauti hii unayosikia ni ya dada kutoka mkoa wa Mbeya, nchini Tanzania. Napenda kumshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kuishi duniani na kuyashuhudia mengi ya ulimwengu. Pengine bila Mungu ningekuwa nimeshakufa, au sijui nimekuwa kichaa, au sijui ningekuwaje kwa kweli, sijui. Ila namshukuru Mungu wangu. Alinipigania katika kipindi chote mpaka leo hii wewe unasikia hii sauti. Nataka tu kupitia mimi ujifunze kitu. Shukrani zangu za pili, napenda kuwashukuru EFM kwa kunipa mimi nafasi hii ya kipekee kwa ajili ya kutoa pengine funzo kwa vijana wenzangu na hata watu wazima kwa vijana, yani watu tu wa aina zote. Mimi bwana, yani katika maisha yangu namshukuru tu Mungu kwa sababu ilitokea kwamba nilipoanza kujitambua nilikuwa na miaka 21, nikapata rafiki, alinipenda sana rafiki yangu, tulipendana kama marafiki. Lakini kumbe kikulacho kinguoni mwako. Yule rafiki mimi alinipa zawadi. Kwa macho ya kibinadamu niona kama ni zawadi. Lakini kumbe kwa macho ya rohoni ile zawadi ni jini. Mimi bila kujua nikapokea zawadi na nilipenda sana. Na zawadi ile nimedumu nayo kwa muda wa miaka 3. Wakati huo nipo na hiyo zawadi, kuna mambo mengi yalitokea. Ni mambo gani? Na vipi ilikuwaje mpaka nikajua kwamba ile zawadi ni nini kilifanyika? Naomba ungana na Mkoi simulizi kwa ajili ya mkasa huu mzito, mkasa uliobeba mafunzo, mkasa unaosisimua, mkasa unaotisha, mkasa uliobeba mambo mengi sana bila kukosa. Mimi katika maisha yangu nimehitimu elimu yangu ya msingi 2005 katika shule ya msingi Lwandanzova. Baada ya hapo nikasoma tena elimu yangu ya sekondari katika shule ya sekondari Ilomba. Kwa muda kidogo tena nikahamia shule nyingine, shule ya sekondari St. Agrey Uyole. Mwisho wa siku nikasoma elimu yangu ya kidato cha 4. Mama yangu akaanza kuugua. Kwa hiyo shuleni tena naenda, lakini sometime nafanya vibaya, mara kuna mitihani mara sikufanya. Ikawa kuna muda changamoto za ada, yani narudi nyumbani na nini. Kuna changamoto zingine nakuta kama hivyo mama anaumwa. Mimi mwenyewe nimesoma, kuna sometime nilikuwa naumwa masikio yasikii. Wakaenda kunipiga bomba kwenye hospitali, nikatolewa mabuibui kwenye sikio. Yani kuna vitu vingi vimetokea kwenye maisha yangu katika kwa namna tofauti tofauti. Lakini mpaka mwisho wa siku nikaja kujitambua. Mamangu akaja akafariki, nikaja nikapata mume, nikaolewa. Yule mwanaume nimeishi naye kwa muda tu mfupi, miezi 4, naye akaja akafariki. Huyo nikaja ndo kuna rafiki yangu akajitokeza katika hiyo harusi, akanipa zawadi. Katika kunipa zawadi ikawa nazitumia mimi kwa sababu pia ni zawadi nyingi tu. Lakini katika harusi yangu pia kuna baadhi ya ndugu zangu walikuwa wanashangaa,
unaolewa na wewe mtoto mdogo. Basi nikafanya harusi yangu. Mwisho wa siku nikafiwa, nikaenda kukaa Eda Dodoma kwa mamangu mkubwa. Nilivyokaa Eda nikakaa kama miezi miwili. Nikarudi zangu Mbeya. Nilivyorudi Mbeya ndio huyo rafiki ambaye alinipa zawadi ile kwenye harusi akawa amekuwa Bennett sana na mimi. Tukawa marafiki sana yani. Alipo nipo, nilipo yupo. Yani chochote kile tunafanya kwa pamoja. Mpaka tukawa kama vile tunaanza yani kama vile yani kama vile ni mapacha sasa. Mimi kama nikienda sehemu kwa watu ambao wanatufahamu peke yangu, watu wanaulizana, wewe mbona haupo na mwenzio vipi kulikoni? Naanza na kujitetea labda leo nimemwacha sehemu fulani au kaenda wapi au amesafiri na nini hivyo. Mwisho wa siku yule dada akawa rafiki yangu sana yani hivyo. Akawa ananipa mimi zawadi. Anazidi kunipa vitu, kwa mfano ananitoa out, ananinunulia nguo. Mwisho wa siku mimi hapo kama hivi mpaka hapa nilipo leo, huwa sipendi kukaa tu kubeteka, napenda kujishughulisha mikono yangu. Mimi fani yangu ni kupika chakula. Kwa hiyo nikapata wazo kwamba nianze kuchoma mandazi mtaani kwangu. Nikanunua unga, mafuta, sukari, nikaanza kuchoma mandazi. Kwa kweli nilikuwa nauza sana. Sababu niliweka mpaka tangazo pale mtaani kwangu kwamba mandazi yanapatikana hapa, mandazi mazuri muda wote. Na kweli watu wakawa wanakuja muda wote, mimi asubuhi, mchana, jioni niko busy na kuchoma mandazi. Kiasi kwamba ule mfuko wa kilo 25 nilikuwa naweza kukaa nao hata siku 3 umeisha, naenda kuchukua mfuko mwingine. Kuna sehemu nilikuwa napeleka mandazi yangu kwenye kibanda cha wafugaji wa ng'ombe, naenda kupeleka pale. Kwa hiyo watu wanaokunywa maziwa ni wengi na mzunguko wa watu pale ni wengi. Kwa hiyo nilipokuwa napeleka pale mandazi yangu, sababu nilikuwa napeleka ndoo 3 zile za lita 20. Mandazi yangu yanauzika vizuri sana, yanapendwa, yanatoka kwa haraka. Napewa hela yangu, naendeleza maisha yangu. Wakati huo rafiki yangu yule ananipenda sana, yani nikisema ananipenda sijui nisemaje. Ananifariji, tunaenda msikitini, tunafanya ibada, yani tunaenda madrasa, safi kabisa. Kwa macho ya kibinadamu niliona ni rafiki mwema sana mimi kwangu. Nikaona kama yani ni mtu ambaye ananifariji mimi. Kumbe niko tofauti na mawazo yangu. Ndio pale nikakumbuka kwamba Waswahili walisema kikulacho kingoni mwako. Yule dada mimi akawa alivyoona mimi nauza sana mandazi, akaweka desturi, yani akaweka kama utaratibu wake. Akitoka hivi kazini kwake, anakuja nyumbani, ananiongisha mandazi 2000 au 1500. Yani akishanunua hayo mandazi mimi huku siuzi tena. Hata kama nitauza ni kidogo kidogo sana. Nikipeleka pale kwa yule baba ninakopeleka zile ndoo zangu 3. Nikipeleka mandazi yakaanza kuwa hayatoki. Nikienda kuchukua hela nakuta mandazi yana ukungu, ndoo zote 3. Kwa hiyo nachukua haya mandazi, kuna mama mmoja hapa nyumbani kwetu jirani alikuwa anafuga nguruwe. Na huyo mama yuko ni marafiki sana na marehemu mamangu mimi. Huyo mama naye ndo akawa anachukua yale mandazi, anafungulia kwenye bomba hivi pale, anaweka maji, analowana, anaweka mikono yake mle, anafinyanga, yakisha lainika, anaenda anawapa nguruwe. Mwisho wa siku nguruwe wake wanakuwa, anawauza. Mimi tena huku naingia kwenye madeni.
Lakini pale dukani ambako nilikuwa ninachukua unga, na namshukuru sana yule dada. Alikuwa ananipa unga, mafuta tena, naendeleza tena kuchoma mandazi. Mwisho wa siku maisha yangu ni yale yale. Yaani hivyo siuzi chochote. Nikiingiza mtaji na katika, naingia tena kwenye madeni. Ndugu zangu wameshanisaidia sana. Ikiwemo huyo mamangu mkubwa wa huko Dodoma ambako nilikuwa nimekaa Eda. Lakini kila anaponipa mtaji na nafanya biashara, mtaji wangu tena unakatika. Najiuliza ni kwa nini? Yule rafiki yangu ananicheka tu, anasema wewe umezubaa sana. Unatakiwa uchangamke. Mbona kuna hizi dawa za Kisune tu unaweza ukaoga. Alafu wewe kumbuka umefiwa na mume. Kwa hiyo uenda una mikosi, unatakiwa uoge hizi dawa za asili. Mama yangu mimi anazijua dawa. Sasa na mimi kweli nikasema labda inawezekana kweli. Rafiki yangu akasema twende basi, mama anataka aongee na wewe, akwambie. Nikawa nimeenda kweli kuongea na mama yake siku. Tukaenda, mama yake akaniambia wewe umefiwa na mume wakati bado mdogo, una umri wa miaka 21. Huo ni mkosi. Unatakiwa upate dawa za kuoga kwa ajili ya kuondoa hilo tatizo. Nikasema sawa mama. Yule dada kweli hiyo siku ikawa imepita. Nikawa nazidi kumkumbushia. Asa mbona kama hizo dawa mbona siogi vipi jamani, mimi mambo yangu yanazidi kuwa mabaya. Yule dada akaja akaniambia siku twende, dawa zipo tayari. Tukaenda, akasema lakini leo natakiwa tununue wembe. Akasema sawa. Nikanunua wembe wangu na yeye akanunua wembe wake. Nikapewa maji yale, nikaenda nikaoga hiyo dawa. Nilipomaliza kuoga, akaniambia nikae kwenye stuli yule mama. Akaanza kunichanja. Akanichanja kwenye paji la uso, kwenye ulimi, kwenye viganja vya mikono, kwenye miguu, huku kwenye mbavu, kwenye mgongo, kifuani, kwenye kitovu. Kote alinichanja. Baada ya hapo ule wembe akamchanjia rafiki yangu. Mimi pale nikashtuka, mama mbona wembe mmoja unanichanjia watu wawili? Mama hakujibu. Rafiki yangu akadakia, usijali, uwe tu na amani, mimi nakuamini. Akaendelea kumchanja. Tukatoka pale, ile mama akaniambia hichi kijiti ambacho kopo ndo ananichanjia pamoja na zile dawa. Akaniambia ikifika usiku saa 6 ukichome kwenye moto. Kweli ikafika usiku saa 6 nikakichoma kile kijiti katika moto. Kwa sababu hii moto nilikuwa ninafukia kwenye majivu. Na yule mdada alinipa dawa zingine kwamba usiku tena hivyo nakaa nachoma. Nasema tu nataka mambo yangu yafunguke. Mambo yangu yafunguke, nipendwe, sijui nini, yani biashara zangu zitoke. Nikawa kweli nafanya hivyo. Lakini sasa ndo biashara ikawa inazidi kuwa mbaya. Yule dada alikuwa anavaa pete. Akaniambia, "Vipi? Mbona sijai kukuona ukivaa pete?" Mimi nikamwambia mimi pete sijazoea kuvaa. Hata kama kuvaa napenda nivae ile ambayo ni madini kabisa, kama ni dhahabu au silver basi. Sipendi kuvaa hizi English gold. Akaniambia nikikupa zawadi kama hii pete yangu
utavaa? Nikasema si zawadi tu, mimi nitavaa. Kweli yule dada akaniletea. Azikupita, yani hata wiki haikuisha, akaniletea zawadi. Hiyo pete iko sale sale na ya kwake. Nilipovaa ile pete, mwili wangu ukawa baridi, yani kiasi ambacho baridi kama chupa ya soda hii ambayo ukitia kwenye friji inapokuwa imepoa vile, ndo mimi jinsi mwili wangu ulivyokuwa. Na mikono yangu ilikuwa inatoka jasho, yani jasho kama maji yanayotiririka hivi. Afya baridi. Kwa nikikutana na hivi mtu labda amekuja kunipa pole ya msiba, nikimpa hivi mkono, mtu anashtuka. Sasa mbona wewe wa baridi hivi? Kwa ile hali mimi nikawa tena nimeshaizoea, yani sababu nilikuwa najifunika mablanketi hata 3 makubwa yale, lakini bado natetemeka. Sasa sisi huko Mbeya kwetu kuna baridi, lakini ile baridi yangu ilikuwa imezidi. Nikaanza kuona kama nyuma yangu kama kuna mtu. Yani kila ninapotembea, kila ninachofanya kama tupo watu wawili, lakini nikigeuka nyuma sione mtu. Nikaanza kuona yani kama ni kama usiku hivi nikilala naona kabisa kama kuna mtu anakuja ananiingilia. Lakini nikimwambia rafiki yangu, ananiambia tu wewe unachukua kitunguu saumu, unatwanga, unapaka pale kwenye paji la uso, unalala. Kweli nikaa nikifanya hivyo, nalala. Nisipotwanga tu hicho kitunguu saumu, nisipopaka tu kwenye paji la uso, basi kazi ni hiyo hiyo. Anakuja mtu, watu tena tofauti tofauti, sura zao. Kuna sura zingine na wajua, na wengine siwajui. Lakini sasa nikaona hii hali mbona inazidi? Sasa mimi ile pete siivai tena. Kwa sababu yule rafiki yangu aliniambia kwamba hii pete ina masharti, sababu kwanza ina alama ina nyota na mwezi. Na ile pete ilikuwa ina jiwe la blue bahari. Kwa hiyo akaniambia kwamba hizi ni alama za msikiti, kwamba ni alama za Mwenyezi Mungu. Hii pete sitakiwi kuingia nayo chooni. Kwa hiyo ninapoingia chooni naivua, naiacha nje hivi, ndo naingia msalani, najisaidia natoka. Kuna muda nikaa ninasahau kuivaa ile pete. Kama sijaivaa kidole kinacheza hivi. Ngoja nikamwambia rafiki yangu, "Mbona hii pete kama sijaivaa kidole kinacheza?" Akaniambia, "Hiyo pete inatakiwa uwe unaivaa kila siku ili ikuzoee, yani kwenye damu. Unajua haya ni madini yana mtindo wa kuvuta, yani ya kuendana na nini? Na mtu." Mimi nikasema haya mambo bwana mimi siyajui. Sijui chochote mimi. Akaniambia ndio hivyo nakwambia. Kwa nikawa tena ndio hivyo mtumwa tena. Kila siku lazima nivae ile pete. Dada ndo anazidi kunipenda, yani akawa ananitoa lunch time kama hiyo mchana tunatoka, tunaenda tunakaa sehemu tunakula chakula kizuri. Sehemu mbalimbali. Kuna siku hapo huyo rafiki yangu ndo mambo yake yakawa yanazidi kuwa mazuri, nampeleka Songwe pale airport, anapanda ndege, anaenda Dar, anafanyaje, anaenjoy yani. Mimi huku nazidi kupauka. Nazidi kugombana na watu wanazidi kunichukia. Nikipata mwanaume tunagombana. Sio tu mwanaume mmoja, wanaume wengi. Kila mwanaume unakuta nikidate naye tu ananiacha kwa sababu mwili wangu ni wa baridi, nimepoa, yani sifai hata kidogo. Yani wa baridi. Lakini muda huo nikiwa nyumbani mimi na muwaza tu yule rafiki yangu. Kuna sometime usiku sana wa manane
na piga simu baba kwenye watu wangu wa bodaboda, wanakuwa wengine wamelala. Nasema hizi ni usiku, hatuwezi kutoka. Mimi nafunga milango nyumbani, naondoka. Naanza kutembea kwa mguu. Yule dada alikuwa anakaa Pambogo. Wakazi wa Mbeya napajua Sai. Naanza kutembea kutoka Sai mpaka Pambogo. Kwa mguu ile barabara ya Teku na kanyaga. Au nitatembea mpaka Sai, nitapanda hata kama ni usafiri, ataniachia pale Mafiati. Naanza kutoka pale Mafiati, natembea ule uwanja wa airport ya zamani. Naanza kutembea mimi ule uwanja, natembea mpaka nafika kwao. Nikifika kwao, ananiambia, "Jamani, karibu, umefika." Nasema, nimekuja. Mimi nimeona bwana nyumbani, sielewi. Nimeona bwana tu nije huku angalau nikae, nilale, nipoteze mawazo. Maana nyumbani sipati usingizi, yani sielewi chochote. Nasema, "Karibu, uende ukaoge." Sasa mimi nasema, sasa nikaoge vipi bwana, mimi sina mume, mimi nikaoge nini bwana? Akamwambia, wewe mtoto wa Kiislamu lazima uende ukaoge. Basi kata pale, lakini mwisho wa siku nitakubali. Nitaenda bafuni. Maji ameshaniwekea tayari, naenda bafuni naoga. Nikioga namaliza, naenda zangu pale ndani. Nakaa tena napaka zangu mafuta nalala. Kuna mafuta yule dada alinipa ni manukato, akaniambia yanaleta mvuto. Sababu yani ni mafuta ambayo yamebarikiwa. Kwa hivyo akaniambia sababu yana harufu kali, uwe unaweka matone 3 kwenye mafuta yako unayopaka, alafu siku ya Ijumaa ndo unapaka tu yenyewe kama yenyewe usoni. Basi mimi kweli nikawa nafanya hivyo. Yule dada alikuwa ananipa vitu vingi. Nguo za ndani, ananinunulia nguo tu hizi za kawaida, nguo nzuri, mitandio, viatu. Yaani alikuwa ananipa vitu vingi kiasi kwamba nilikuwa nikivaa navaa nguo zote za kwake, mpaka nguo za ndani. Kuna muda huyu dada tulikuwa tumetoka. Katika kutoka tukawa tumeenda kuna sehemu kupata chakula cha mchana. Tukaenda pale tukala. Tumemaliza kula, mimi naangalia ile pete, naona kama mbona lile jiwe limeanguka, halipo. Nikamwambia rafiki yangu, "Hii pete mbona iko tofauti?" Alipoangalia akaona lile jiwe halipo. Akashtuka. Akasema, "Mbona hilo jiwe limeanguka? Hilo jiwe ni hela nyingi hizo." Mungu wangu, hebu angalia chini, ukiliona uliokote litie kwenye mkoba, tukifika mbele tununue super glue tubandike. Haya, akasema sawa. Tumemaliza pale, sasa ndo tumeinuka tuanze safari. Nikainua hivi mguu nikaiona ile pete. Na lile jiwe. Nilipoona nikamwambia hili hapa, akalishika, akasema afadhali. Pale tuna furaha yake ikawa imerejea. Akalichukua lile jiwe, akanipa niweke kwenye mkoba. Tulipofika pale nje tukanunua gundi, super glue, akaniminyia nyingi kwenye kidole. Akaweka lile jiwe likawa limenata. Lakini mimi ile hali bado ninayo, mwili wangu umepooza, baridi. Ile hali nimedumu nayo kwa muda wa miaka 3. Hadi sasa kuna kipindi nikawa sina mahusiano na mwanaume yoyote. Ikatokea napata kama hali ya mtoto kama anacheza tumboni, nasikia tumbo linacheza hivi. Nasema kwani hichi ni nini? Tumboni mwangu kama kitu kinacheza. Nikaenda hospitali, kwenda kufanya ultrasound, wakanipima, picha ninazo. Wakanipima, ikaonekana kwamba nina uvimbe sentimita 7, sijui kwa ngapi. Natakiwa nifanywe operation. Hapo baba yangu nikamwambia, baba naye alikuwa naye uchumi wake naye umeyumba.
Baba akasema mbona sasa hivi mimi sina hela mwanangu, itakuwaje? Nikamwambia rafiki yangu, mwenzako nimeenda hospitali leo naambiwa na uvimbe. Bona natakiwa nifanyiwe operation. Akaniambia kama usijali wewe, mimi tutatoa hizo hela. Wewe fanya kwanza vipimo na nini? Hivyo. Akasema sawa. Lakini bado kumbe Mungu anazidi kunipigania mimi. Hapo kuna wifi yangu mwingine katika hayo ya maisha. Katika hicho cha kipindi kuna wifi yangu mmoja akajitokeza. Akasema wifi, mbona hezi haupo kama zamani? Mwili wako wa baridi, sikuelewi. Yaani sijui kama umekuaje yani. Hata kama ni kufiwa. Hapana. Hii hauko sawa. Mimi ngoja kuna sehemu nikupeleke. Tukatoka, tukapanga siku tukaenda na wifi yangu. Tulivyoenda huko sehemu, ili baba akanipa kiti nikaa nimekaa, akanipa kuna kitu hivyo nikaa nimeshika kama kifimbo fulani. Nikaa nimeshika, akawa ananiangalia huko anatikisa kichwa. Akawa ananiambia pole sana. Nasema tu asante. Baada ya hapo, ile baba akawa ananiambia kuna vitu umepewa na mtu. Ila kuna kitu kimoja sio kizuri. Katika vyote ambavyo amekupa, kuna kitu kimoja ambacho sio kizuri, ambacho kinatesa nini? Kinafanya maisha yako yanafanya hivi. Wewe hapo ulipo unatembea na kivuli. Hicho kivuli ni maiti. Kwa ndo kinafanya yani ndo kinafanya giza kwenye maisha yako. Na mimi kweli nikiangalia kama vile kuna mtu nyuma yangu. Basi baba akaniambia pale natakiwa nitafute dawa na nini. Akaniandikia dawa hizo nikanunue, afu nimletee pale na vifaa vingine. Nimletee ili aje amtoe yule hicho kivuli. Nilipotoka pale na yule wifi yangu, tukapanda kidaladala, tumeshuka pale. Nataka niingie hivi msikitini. Ilikuwa mida ya saa 10 alasiri. Ghafla nikakutana na yule rafiki yangu. Tukasimama pale nje ya msikiti, akawa ananiambia, "Umetoka wapi? Mbona Mwenyezi Mungu hapendi ushirikina? Kwa nini unamwasi Mungu?" Nikamwambia, "Nimetoka huko sehemu tu hivi katika kuhangaika na maisha. Maana nimeona mimi hali yangu sijielewi. Mwili wangu umekuwa baridi, yani sio kama zamani. Watu wananichukia, nimekuwa na madeni. Yani sieleweki kama hivi hapa nilipo na uvimbe kwenye kizazi. Sielewi yani mwisho wa siku mimi nafanyaje. Alafu sina mwanaume yote." Yule dada akaniambia, "Usifanye hivyo. Mimi nimekuona ulipoenda. Wala huwezi kunidanganya chochote." Akasema wewe umetoka kwa mganga. Na hapo ulipo amekwambia kuna dawa ukatafute. Sasa basi usifanye hivyo. Mwenyezi Mungu hapendi. Acha ushirikina." Mimi nikamwambia kwani wewe umejuaje? Akaniambia mimi najua kwa sababu mimi bibi yangu alishanipaga dawa sijui za kuona vitu vibaya au watu wabaya. Ndio maana hata pale nyumbani kwenu waga nakwambia kama kuna siku unakuta amekuja hapa nyumbani, anaweza kukaa hata kama ni wiki. Yeye anapiga tu deki. Nakwambia hapa nyumbani kwenu wachawi wanakuja, wanacheza kweli kwenye uwanja hapa. Nyumba yenu nyepesi sana. Mimi nasema kwani wewe unaonaje? Akasema mimi ndio kama nilivyokuambia vile mimi bibi yangu alishanipa dawa ya kuona. Kwa hiyo hata wewe na kuona. Chochote ambacho anafanya mimi najua. Nikasema inawezekana kweli aba anajua kweli. Mimi kweli nikaacha kwenda kwa yule baba, sikwendaga tena.
wifi yangu akawa anazidi kupata, yani anazidi kunihurumia. Kama huyu tumeongea vizuri kwamba aende tena akapeleke vile vitu, watoe hilo tatizo. Bado tena hafanyi chochote. Yani yule naye bwana. Kwa hiyo naye akakata lakini bado tamaa kukata. Akanipeleka tena sehemu nyingine. Kunipeleka kule ndio yule baba akaniambia bahati nzuri kwa ana dawa zingine pale. Anaye tena akaniangalia hivyo hivyo. Akaniambia hivyo kwamba kuna kitu nilipewa sio kizuri na hicho kitu ambacho kinafanya maisha yangu yanakuwa mabovu. Na hapa nilipo mimi natembea nina kivuli maiti hivyo hivyo, na akaniambia kinatembea na mimi popote ninapoenda. Na yani huyo mtu ambaye amenipa hicho kitu anajua taarifa zangu zote mpaka hapa nilipo anajua. Sasa yule baba akasema anataka kuvunja yani mawasiliano kati yangu mimi. Yani kati ya kile kidude na yule mtu, yani yule mtu asinifuatilie mimi. Yule baba kweli akaniogesha pale dawa. Nilipofika nyumbani kulikuwa kuna nyao mmoja ananisumbua sana, yule paka Mausi. Kila siku alikuwa ni lazima afike nyumbani yule paka. Basi mimi nikimwangalia hivi nitaisha tu kumbonda na mawe, nitamtukana ataondoka. Lakini siku hiyo yule paka aliingia mpaka ndani. Aliingia mpaka ndani yule nyao. Nikatoka hivi nikamkuta akakimbia. Alipokimbia nimeendelea tu na shughuli zangu. Basi yule paka alikuwa nini kila siku anakuja ni lazima yani aje. Nikashangaa tu siku ile pete imekatika kwenye kidole changu. Ilivyokatika ile pete kwenye kidole changu, maana nikaanza simpendi yule mdada, nikaanza kumchukia yani. Nikaanza kumchukia kwa sababu kuna kipindi tena nilikuwa naota ndoto za ajabu ajabu, maana nipo kwenye makaburi hivi, maana nipo kwenye nyumba zina viungo vya watu. Maana naota nipo kwenye kaburi limechimbwa, niko na msichana, kuna siku niko na msichana. Mimi nimevaa kanga, huyo mdada mwingine naye kavaa kanga. Yule mdada ananiambia vua hiyo kanga yako itie humu kwenye ile kaburi. Mimi naambia mimi hapana, yangu naipenda, mvua ya kwako. Akavua ya kwake akaweka. Kaburi kafukiwa, nikanashtuka. Kumbe ni ndoto, mwili umejaa jasho. Na hali yangu ile ya baridi. Sasa mimi nikaona mbona matukio kama yanazidi. Maana naota mambo ya ajabu ajabu. Maana mwili wangu ndo kama hivi umepoza. Maana ndo kama hivi huyu naye ananiambia hivi. Basi nikaa tu simpendi dada, sababu alikuwa anaongea vitu vya uongo. Anaongea maisha yake kwamba anajipaisha, ana maisha mazuri. Kumbe hamna lolote. Mwisho wa siku nilipoanza kumchukia, kuna siku nimekuja zangu mimi Dar. Nilipofika hapo nikaa nimefikia kwake. Ndio kufikia kwake, basi kuna vitu vingine vikawa vimetokea pale. Tuachane na hivyo kwanza. Nikaa yani na zile dawa zangu ambazo nimechukua kwa ule mbaba kule. Naendelea kuzitumia. Kumbe yule dada ananipekua, anajua mimi bado ninavyovifanya kwenye maisha yangu katika kujihangaikia na afya yangu. Lakini bado akawa ananipenda hivyo hivyo kwa kunipenda. Mimi mwisho wa siku ile pete imekatika. Lile ua nimeliacha Mbeya. Mimi niko na ile ring peke yake kule mjini. Akatokea mtu akawa analala hapa nyumbani ambako ndo kuna lile jiwe. Yule mtu alikuwa anakabwa mpaka akaniambia, ndugu yangu, mimi hapa nyumbani hapana, naondoka. Siwezi mimi kila siku nikaa nakabwa hivi na hivi, jinamizi siwezi. Akafunga milango, akaondoka, nyumba ikafungwa.
Sasa mimi pale nyumbani nilikuwa nakaa peke yangu. Kama hivi mamangu alifariki, mdogo wangu huyo alionifuata akawa ameolewa. Mdogo wangu wa mwisho naye akawa anasoma, yuko mbali na mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo nikaa muda mwingi nakuwa niko mimi mwenyewe. Ile pete nimehangaika nayo, nimeenda nayo, maana ndio hivyo uvimbe kwenye kizazi ninao, bado ninatembea nao tu. Yule dada akaja siku akaniambiaje, anataka nini kusafiri, anaenda zake China. Mimi nikamwambia tu haya wewe safari njema. Mungu naye akaja tena akaniambia kwamba dada hayuko China wala nini. Tukaa tu siku tunampigia simu yani akawa hapokei simu. Sio mimi nampigia, kuna kijana mmoja akawa anampigia simu, ni muuza viatu, anampigia simu. Hapokei, akatuma message, kaka samahani nitakupigia nipo Kamsamba. Kwa nikagundua tena yule dada ni muongo, hayupo China, yupo Kamsamba. Sasa huko Kamsamba anafanya nini? Hali ya kuwa hauzi mchele wala hauzi chochote kinachohusiana na masuala ya mpunga. Kamsamba kaenda kufanya nini? Kwa hiyo nikaa nazidi kuwa na mashaka kwamba huyu dada inawezekana kuna vitu vingi ambavyo anavifanya kwenye maisha kwa kunihangaikia mimi bila mimi mwenyewe kujua. Kweli kumbe mawazo yangu yalikuwa sahihi. Siku hiyo amerudi, akaniambia ameenda alikuwa China, kaenda kuchukua mikoba, sijui ana pisi kama 200. Kuna mikoba mingine kaiacha dukani kwake Kariakoo. Sijui nini. Kwa hiyo yani akanipa story nyingi sana za uongo. Kuna vitu vingine nimevisahau lakini nitaendelea kuvikumbushia mama, mtanivumilia ili nisisahau hata kitu kimoja. Mtanivumilia kwa hili. Niseme tu kile ambacho kilitokea. Mwisho wa siku yule dada nikamwambia huyo anadanganya. Nikampigia mimi simu. Muda huo ambao niko na yule kijana mwingine ambaye muuza viatu. Nilipompigia simu yule dada hakupokea simu yangu. Akaja kupokea simu yangu ya 3. Akaniambia, dada, mimi ndo nimefika Mbeya kutoka ndo nimeingia yani usiku. Sababu mimi nilikuwa sijaongea naye chochote tangu ameenda huko China, sijui nini na nini. Mimi nilikuwa sitaki kufanya mawasiliano naye chochote. Akanidanganya pale. Sasa hapa ndo nipo nyumbani, niko na mama, niko na huyo mdogo wangu mwingine, jina lake Ali, mdogo wake. Sio nikasema huyu dada ni muongo. Yaani hapo yupo Kamsamba, dakika 0 tena yuko Mbeya. Kwa mimi nikajua tu huyu ni nini? Ni muongo. Kwa mimi ndo nikaa nimekata kabisa mawasiliano naye na nini. Siku hiyo sikuonana naye. Akaja nyumbani akanifuata nyumbani kwenye mida ya saa 5 asubuhi. Aliponifuata hiyo mimi ya saa 5 asubuhi. Ananiambia, "Hii kanga yako ulisahau nyumbani." Nikamwambia, "Hii kanga mimi sio ya kwangu. Hata kama ni ya kwangu nilikupaga. Mimi kanga siwezi nikaichukua, tu pambana nayo. Alafu mimi saa hizi sitaki mazoeana na wewe. Yaani achana na mimi, achana na familia yangu. Achana na mtu yeyote." Kwa sababu kuna siku alishaomba eti nimwambie babangu mimi anavaa kanzu size gani. Ilikuwa ni Idi. Sikukuu ya Idi siku ile ilikuwa. Nikamwambia mimi babangu achana naye kabisa, mpe zawadi baba yako. Mbona wewe mzee wako anavaa nguo zimechanika kwenye kola huko? Kwa nini usimpe zawadi baba yako? Mimi mzee wangu achana naye kabisa. Masuala ya nini mzee wangu sijui umpe kanzu, sitaki, mpe zawadi baba yako. Kwa hiyo nikaa nimemchenjia pale. Mimi mwenyewe nikaa sitaki mawasiliano naye, nikaa sitaki yani sitaki chochote kuhusu mimi, yani sitaki kuongea naye chochote. Basi mwisho wa siku kweli nikaa siongee naye. Akaanza kunitangazia ubaya mimi msikitini pale. Anaambia watu, "Aika mchawi." Ananifanya mambo ya ajabu. Mimi saa hizi eti amenikasirikia, haongei na mimi. Sasa mdogo wangu mimi akawa amesikizwa habari, akaja akanifuata. "Dada, nasikia fulani anaongea hivi na hivi. Kwani nyinyi kuna nini?"
Nikasema bwana mimi tu sitaki kuongea naye sababu naona ananidanganya vitu vingi, wameshanifanyia dawa yeye na huyo mama yake wamenichanja. Walivyonichanja ule ulembe wakamchanjia na yeye mwenyewe, mimi mwenyewe afu ndo mambo yangu yanazidi kuwa mabaya, yeye mwenzangu mambo yake yanazidi kuwa mazuri. Sasa mimi nashindwa kuelewa hapa inakuwaje. Umeona? Yule akasema mimi nitaenda kumwambia dada kwamba kwa nini huyu anamsema hivi dada yangu. Mdogo wangu akawa amekasirika akaja akanifuata. Dada fulani anaongea hivi na hivi kwamba eti wewe ni mchawi sio nini na nini. Wewe uchawi wako umetoka wapi? Au kwa sababu tu umeacha kuongea naye? Nikasema huyu anajishtukia tuna mambo yake ajabu ajabu. Sababu naota vitu vya ajabu ajabu. Alafu tangu nimekuwa naye mimi sielewi wala nini. Kwa hiyo nikaanza kumchenjia. Mdogo wangu akaja akanifuata nyumbani. Nikaenda siku hiyo. Nilivyoenda nikaonana nao. Kuna sehemu niliruka, yule rafiki yangu kuna siku tumetoka kwenda kula lunch. Tena siku hiyo alikuwa anasafiri yeye. Alikuwa anatakiwa aende airport. Akapanda zake ndege. Tukawa tumepitia sehemu kwenda kula chakula kabla ya safari. Yule dada tukaenda hiyo sehemu, tukaagiza kuku, tukawa tunakula. Wakati huo mimi tayari nimeshaanza kumchukia, yani simpendi yani vile sana. Akaniagizia pale kuku nusu na yeye akaagiza kwake na vichipsi kidogo, kwa hiyo tukawa tumekula pale. Mimi ghafla nikaanza kutapika. Akachanganyikiwa kabisa kwamba kwa nini nimetapika. Na tulikuwa natapika kipindi yeye ndo anaenda airport kupanda zake ndege. Nikatapika sana njiani. Huwezi kuamini ile safari aliahirisha. Akaenda safari, yani akaenda tena kwa siku nyingine baada ya mimi kukaa vizuri. Akasema haiwezekani, mimi nimekula kuku. Wewe mwenzangu umetapika, labda tena turudi pale pale ukachukua kuku mwingine, uende huyu utakula nyumbani. Kweli tukarudi pale tukachukua ile kuku, nikaondoka nayo nyumbani. Lakini sikula mimi, walikuja kula watu wengine. Na ile siku mimi nimetupa ile pete chooni. Usiku wake nikaota kwamba nikawa naota kama kuna mtu mrefu mithili ya yule Farao. Nakumbuka nilishawahi kuona kwenye picha ile ya Farao alivyokuwa amekakamaa vile amekauka. Yaani ni kama mtu ana nyama, kinyama zile zimekauka na ile ngozi kama imedumbukia ndani. Yaani ni mtu ambaye yani ni kama mtu yani sio kama skeleton, ni kama zile fuvu ambao lina nyama, sema ile nyama yake imekauka yani imekakamaa hivi. Mtu mwenyewe mrefu sana kiasi ambacho kwenye hili dali hii shingo yake hii imekuja hivi juu kwamba yani maana hii sura hii shingo ameilaza kwamba hii sura inagusa sasa kwenye dali. Yani hii shingo yani ni mrefu sana kiasi kwamba hii shingo ameilaza hivi ili aweze kupita kutoka nje. Kwa hiyo mtu akawa ametokea huku ndani kwetu hapa maeneo ya sebuleni pana mlango, akawa ametokea kwenye huo mlango, akawa anatoka hapa sebuleni hivi, kuna korido, akawa anaenda nje. Mimi nikawa nimejibanza kwenye kona hapa namuona mtu huyo mrefu anatoka huyo. Nikaenda pale nilipoona ametoka kabisa nikaenda pale kwenye mlango nikafunga mlango, nikawa nashtuka. Jasho linanitoka. Nikawa nasema kwani hichi ambacho ninakiona kwenye ndoto ni nini sasa? Maana kuna sometime naota nyoka wana vichwa vyekundu, wanatembea hapa sebuleni, wanacheza sebuleni. Naota nyoka za ajabu ajabu. Mara kuna kipindi nikawa naota kama nipo kwenye daraja hivi, navuka daraja. Mbele yangu kama kuna mwanga, kuna taa zinawaka taa sana. Mara pale kwenye katikati ya daraja kuna mtu kama akawa ametokea. Anataka mimi haba kunisukumia mle kwenye lile shimo. Maana shimo lilikuwa ni refu. Mithili ya bonde la ufa. Si unajua lilivyokaa bonde la ufa jinsi linavyotosha vile.
Kwa sasa mimi nilikuwa nataka nivuke ng'ambo ya pili kule kwenye mwanga. Yule mtu akawa anataka mimi nidumbukie kwenye lile bonde nipotelee mle, lakini Mungu mkubwa. Kuna mtu tena akatokea akaniwekea ngazi, basi mimi ile ngazi nikaipanda, ile ngazi nikaruka upande wa pili. Mwisho wa siku tena nikawa nashtuka. Tena nikawa naota na kanyaga manyoka hivi. Nipo kwenye msitu mkubwa sana na kanyaga nyoka chini wanalia papa. Yaani nyoka wale wanapasuka. Nyoka wanapasuka, nyoka wanapasuka, nyoka wanapasuka. Kuna siku dada yangu huyo nilipompaga hiyo story, akawa amefunga safari ameenda kwa huyo mama wa rafiki yangu alionichanja, akamfuata akamwambia, wewe da Fatuma, kwa nini mlikuwa mnamchanja mdogo wangu? Kwani wewe tangu lini ni mganga wa kienyeji? Tangu lini wewe umeanza uganga wa kienyeji mpaka unaanza kumchanja yule mdogo wangu? Unamjua alikotoka? Na kwa nini ule embe ukamchanjia mwanao? Ile mama akaanza kuropoka pale. Ndio wako mwenyewe huyo mchawi. Mimi saizi mwanangu hapati wanaume wanamkimbia. Amekuwa wa baridi, mwili wake umepooza. Sijui nini na nini, mambo kibao hapa. Dada akasema, kumbe umeona mimi kumfanyia vile mdogo wangu ni kitu sahihi. Ila wewe mwanao saizi ndio unaona kama huyo ndio mwanao. Basi siwezi kuamini. Yule mama akaambia kwamba yule mwanae saizi amekuwa wa baridi kama nilivyokopo mimi vile. Dada akaja akaniambia, mwenzangu, yule rafiki yako naye saizi hali yake imekuwa ya nini? Ya baridi kama wewe ulivyokuwa. Nikasema dada, au sababu mimi nitupa ile pete, maana ile pete zilikuwa zinafanana na yangu na huyo mdada. Kwamba inawezekana ilikuwa ni vitu viwili vinavyoshabihiana yani. Basi nikamshukuru Mungu, nikasema Mungu wangu asante. Umenitoa mimi huko kwenye mateso. Mwisho wa siku mpaka leo nipo hapa. Naishi na amani. Japo sina pesa, lakini naamini ipo siku kama Mungu ameweza kunifungulia maisha yangu, basi naamini kila ambacho kimefungwa kwenye maisha yangu, kila ambaye amecheza na mimi kwenye maisha yangu, kila ambaye amechezea maisha yangu kwa namna yoyote ambayo yeye ameifanya, mimi naamini kabisa Mungu anasikia. Na Mungu anaona jinsi mimi ninavyojishughulisha. Mungu anaona jinsi mimi ninavyohangaika. Mungu ananijua zaidi kuliko anavyomjua mtu mwingine yoyote. Jamani, sisi binadamu tunafanana nywele. Na kila jambo linalotokea kwenye maisha linatokea kwa sababu. Kama mimi saizi hapa, sikuwahi kutegemea kwamba ipo siku pengine ningeishi maisha haya. Sikuwahi kuwaza kwamba ipo siku ningeweza kulea mtoto wangu peke yangu, wakati kuna mwanaume tu alitokea akasema anaomba ni mzalie mtoto, na hatimaye ameniacha peke yangu napambana na mtoto wangu. Lakini na imani tu ipo siku mtoto wangu huyu atapata njia na yeye atafunguliwa zaidi kama nilivyofunguliwa mimi mama yake. Na namshukuru Mungu kupitia mtoto wangu huyu. Huyu baba mliozaa naye kwanza kabila lake ni Mdigo. Na huyo baba wangu mkwe alikuwa anataka mwanae apate mwanamke wa Kidigo. Sio mimi tena Muhehe. Mimi ni Muhehe. Kwa hiyo nikaonekana mimi nimeshawahi kuolewa, kwa hiyo sina sistahili mwanae aweze kuoa mwanamke ambaye pengine alishawahi kuolewa, ni mkosi kwao. Yaani ikaonekana kama nina kila sababu ambazo za kukataliwa. Na ndio maana mtoto wangu tangu mimba ilikataliwa. Namshukuru Mungu lakini sana. Naomba kupitia mimi Watanzania wenzangu, vijana wenzangu, mabinti wenzangu, naombeni mjifunze kupitia mimi kupokea zawadi hizi. Yaani niseme kila mtu ana njia zake na kila kitu kinatokea kwa sababu, yaani kinatokea kwenye maisha kwa sababu. Ndugu wa Tanzania wenzangu, story yangu ndio hiyo, nimewasimulia hapo. Kwa sasa hivi mimi kutokana na changamoto nyingi ambazo nimezipitia katika kupambana na maisha, vile nilikuwa napata mtaji, nafanya biashara zinakufa, mambo yangu yanagoma, kila biashara ninayofanya inateketea. Lakini kwa sasa hivi baada ya ukombozi wa maisha yangu, baada ya kushuhudia vitu ambavyo vilikuwa vinanitesa, sasa hivi nimewekwa huru. Kwa sasa mimi ninajishughulisha na kuchoma mandazi kama tu biashara yangu ile ya mara ya kwanza. Nachoma mandazi ndo naweza kumlea mwanangu, napambana na mwanangu anaenda shule, akiumwa ni hapo hapo. Kwa kweli
bado sipo katika hali nzuri kutokana na mzazi mwenzangu yule ambaye nimezaa naye ameniacha mimi, ameoa mwanamke mwingine. Kama hivyo yani mzazi wake, sababu yeye alikuwa anaishi na baba mzazi na mama yake ni wa kambo. Kwa hiyo baba yake akasema kwamba mimi si mwanamke ambaye naweza kuishi na mtoto wake, kwa sababu kwanza inasemekana kwamba mume wangu alikufa na HIV. Halafu mimi pia familia yangu ni ukoo wangu ni mzito. Alitamka maneno mengi hadi ikapelekea kwamba mimi na mzazi mwenzangu huyu ambaye nimezaa naye huyo mtoto tukawa tunagombana, vita kila siku, ugomvi hauishi. Nikawa najishusha, lakini ikaonekana bado. Nikaamua kuachilia, mpaka sasa hivi napambana na mtoto wangu. Na mimi yule rafiki yangu, naye pia kuna jambo lilimkuta. Kutokana na nini? Yeye mimi alipanga kunifanyia mimi ubaya, kwamba labda aniangamize, aniue, atumie nyota yangu kwa kujiendeleza yeye kimaisha. Kwa ajili ya yeye kutoka kimaisha. Kweli alifanikiwa, alifanya sana vitu vingi, alikuwa anapata pesa. Lakini mwisho wa siku mimi nikaja nikagundua, ndo nikatupa ile pete, nikafanya hivyo. Ina maana ile hali yangu ambayo nilikuwa nayo mimi ikamrudia yeye. Na yeye alikuwa, ina maana vile siku zile mimi wamenichanja na ule wembe katika hayo matibabu yao kwamba eti wanitoe mkosi. Mama yake aliponichanja na ule wembe hakujua mimi kama mimi na tatizo lolote. Kwa kweli mimi ni mwathirika wa HIV. Na niligundua HIV mwaka 2013. Nilipojigundua sikuanza kunywa dawa. Nikaanza kunywa dawa baada ya miaka 3. Wakati huo yule dada alipokuwa wananichanja ule wembe, alinichanja wakati mimi bado sijaanza kunywa dawa. Kwa hiyo ina maana yeye alipata maambukizi. Na kuna kipindi akaja akaumwa sana, yani akaumwa sana. Mimi namshukuru Mungu, nilianza kunywa dawa zangu na mpaka nikazaa mtoto wangu. Mtoto wangu mimi hana maambukizi, wala yule mwanaume wangu ambaye nimezaa naye nilimwacha salama, kwa sababu nilipoanza tu kutumia zile dawa madaktari wakaniambia kwamba sina uwezo tena wa kumwambukiza mtu yoyote. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, mimi dada Haika, naombeni kwa yoyote atakayeguswa na mkasa huu aweze kunisaidia chochote, ili na mimi niweze kuinuka tena, kwa sababu peke yangu siwezi. Na mpaka nimefika hapa, nimeona niwaambie wa Tanzania wenzangu na dunia nzima kwa ujumla, mimi nahitaji support kwa sababu sina mtu wa kunisaidia zaidi yenu nyinyi wa Tanzania wenzangu. Kwa sababu kama ni ndugu zangu mimi wameweza kunisaidia, ndo kama hivyo naambia kwamba kila mtaji ambao nilikuwa nikipewa mtaji, shughuli haziendelei, mambo yanaharibika. Mimi experience yangu ni kupika chakula. Mimi napika sana chakula, na hata huyu mwanaume wangu ambaye nimezaa naye mtoto pia amenikuta kwenye mgahawa. Nilikuwa nina mgahawa wangu Soweto. Nilifunga mgahawa baada ya ujauzito na nikashindwa kuendeleza baada ya ujauzito. Kama hivyo ndugu zangu, mimi sasa hivi natumia dawa, lakini dawa hizo unatakiwa nipate mahitaji kama zile dawa labda za virutubisho nini, na mimi niweze kuwa kama watu wengine, kwa sababu kuna muda ikafika kipindi mpaka chakula mimi nakitafuta, naenda kugonga mimi kwenye nyumba za watu niweze tu kula ili nipate kunywa hizo dawa, pengine niendelee kuishi. Ndugu zangu wa Tanzania, kupitia Mkoi TV nimeacha namba zangu kwa mawasiliano zaidi. Nimeacha namba zangu hapa kwa Mkoi TV. Naombeni support ndugu zangu wa Tanzania. Kwa kweli, kwa hali yoyote, kwa chochote ambacho wewe unacho ndugu yangu, kwa yoyote ambaye utaguswa
na mkasa huu naomba unisaidie, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Atakubariki Mungu, kwa sababu wewe hauwezi kujua ni vipi umenisaidia, ila Mungu atakulipa kwa namna ya pekee kabisa. Asanteni. Binadamu ni mapambo ya dunia. Binadamu ni mapambo ya dunia. Masikini na tajiri kitu kimoja. Masikini na tajiri kitu kimoja. Yote hayo ufalme uko kwa Mungu. Yote hayo ufalme uko kwa Mungu. Nikoi TV.